Nimpende nani? Nimpende nani? Wanatabasamu lakini moyoni nani? Nimpende nani? Nimpende nani? Una matatizo gani kutupigia makelele usiku wa manane wote huu? Una shida gani? Mama, nimeota. Haya, umeota nini? Nimeota unataka kuniua. Kumbe umeota anataka kukuua eh? Basi nitakuua kweli. Ningelikuwa kwetu ningemlilia baba, kwani mdomo wangu umefungwa kwamba samaki bahari. Yaani mimi nafikiria sana, sielewi, yani sielewi kabisa. Hivi huyu Sam anatuchukuliaje sisi? Ni mwaka wa 6 huu sasa, hajapata mtoto na bado anaendelea kumng'ang'ania mwanamke wake ambaye hazai. Yaani huyu binti ana kazi ya kumtia nuksi tu mwanangu. Na Sam, yeye anachekelea tu masuala hayo. Sijui hata anawaza nini. Ni hatari sana mama. Kumbe nao umeliona hilo eh? Yaani jumba kubwa kama hili, cha ajabu, halina hata mtoto wa kusingiziwa. Sijui kamng'ang'ania nini. Yaani kamng'ang'ania kamganda kaa ruba. Basi mimi simpendi wewe mwanamke. Angejua. Baba mwanangu, ujambo? Sijambo. Shikamoo kaka. Sam, ni afadhali umekuja muona mwafaka. Sema mama, nakusikiliza. Hivi unajisikiaje unapotoka kazini, unafika hapa nyumbani, hupokelewi na mtoto? Hivi na maana huoni kwamba umri wangu mimi huu ni umri ambao natakiwa kucheza na wajukuu zangu? Hivi kwa nini unang'ang'ania mwanamke ambaye hazai, hawezi kuzaa? Mfuko wa uzazi ameshauwashia moto. Hapo alipo uzazi wenyewe mama yake anatembea nao kwenye fundo, kaufunga nyumbani kwao kule. Wewe umekaa unamng'ang'ania yeye tu. Unatafuta kazi kwa ajili ya nani? Unatafuta hela kwa ajili ya maisha gani? Ya kwako, ya mtoto wako, au ya nani? Sam, naongea na wewe. Hii ni mara ya mwisho. Huyu binti mimi sijawahi kumpenda, asiye kufurahishwa naye. Sam, sinaongea na wewe. Unamwona mama? Yaani mwanao nakwambia kila siku ana kiburi, jeuri, anakudharau mpaka wewe mama yake mzazi. Ndio huyo kaenda. Umeona unachokifanya? Sasa nikwambie. Yaani moto nitakao washa mundani, hakuna atakaye kuja kuuzima. Si anayafanya haya yote, mimi nimemzaa, nimemweka tumboni hapa miezi 9. Lazima ile amenyoa.
kwetu ningemlilia baba, kwani mdomo wangu umefungwa kwamba ningelikuwa kwetu ningemlilia baba, kwani mdomo wangu. Vipi, mbona unalia? Kuna shida gani? Hebu nyamaza basi, alafu niambie kuna shida. Sawa, niache. Familia yako hainipendi mimi. Nimesikia kila kitu ambacho mama yako alikuwa anakuambia. Kuwa mimi sizai. Mimi ni tasa. Kwani mimi nimependa kuwa hivi? Si Mungu bado hajapanga kunipa mimi mtoto. Pia mimi natamani niitwe mama. Usiseme hivyo mke wangu. Mimi nimekupenda wewe. Achana nao. Nisikilize mimi. Kwa sababu mimi ndo mumeo. Mimi sijaolea familia. Kwa hiyo wasikunyime amani kabisa. Hebu futa machozi mke wangu. Sipendi kabisa kukuona ukilia. Unanielewa? Jo. Najaribu kufochefula lakini nashindwa. Mambo yananielemea, mapenzi kwangu yamekuwa mtihani usio na maswali. Upendo kwangu umegeuka shubiri. Ni wapi nimekosea? Naomba niambie. Furaha yake da, kilio kwangu imekuwa kama ibada. Sam mwanangu, unaenda kazini? Yes mama. Naenda ofisini kwa sababu leo nina kazi nyingi sana. Alafu nitachelewa kurudi maana nitakuwa na kikao pia. Sawa babangu. Chukua chai hii hapa, upashe utumbo moto. Maana naona mwenye majukumu yake bado amelala mpaka sasa hivi. Yaani kuzaa kumemshinda, hata kukupikia chai. Mbona tuna kazi humu ndani? Mama, inatosha sasa. Sikiza nikwambie mama. Wewe kama unaona hiyo chai ina umuhimu, basi kunywa mwenyewe. Ana, Samu imefikia mimi kunisusia chakula. Huyu binti amempa nini mwanangu? Yaani ashindwe kuleta matunda ya ndoa kwenye nyumba yangu. Hawezi kunifarakanisha mimi na mwanangu. Hicho kitu hakiwezekani. Yeye kama anajua mbele, mimi najua nyuma. Si kila anotabasamu moyoni ana furaha, moyo na maumivu walopandikiza binadamu. Najaribu kupambana ila wananirudisha nyuma. Wapi nipate haki yangu? Kote haki hakuna, hakuna, hakuna. Inawezekanaje vurugu na visa? Mapenzi nayo yananiumiza. Hivi kwa nini unang'ang'ania mwanamke ambaye hazai, hawezi kuzaa? Mfuko wa uzazi ameshauwashia moto.
Ingelikuwa kwetu ningemlilia baba, kwani mdomo wangu umefungwa kwa analia. Hivi we tasa, huo muda unaotumia kulia, vipi kama ungetumia njia nyingine ya wewe kupata mtoto ili uweze kuinusuru ndoa yako? Maana naona inaenda kukutoa jasho, inaenda kukuhenyesha. Ni nani alikwambia utoe mimba utotoni? Sasa hivi inakugharimu. Hebu nyanyuka uende ukaandae chakula. Acha kujiliza kizembezembe hapa. Kuzaa huwezi, unachoweza ni kulia tu. Tena unifuate nyuma. Ole wako usubiri nikufuate tena hapa. Tasa wa mwanzo na mwisho. Mrs. Sang, mwenyewe umejiachia, yaani umejiachia mwenyewe kwenye mjumba. Kuna hata stress, yaani wazi, yaani wazi chochote. Unapata wapi hazi ya kukaa na kuangalia TV? Unajua maana ile TV? Ile TV imenunuliwa kwa ajili ya watoto. Yaani wewe uliletwa muutotoe, afu wale watoto wakae waangalie katuni. Lakini badala yake, baada ya kutuzaria, ututotolea watoto ndo waangalie TV. Unakaa unaangalia TV. Wewe ni wajabu wewe. Hey, huoni aibu? Miaka 6 kwenye ndoa hujazaa. Huoni aibu? Huoni wanawake wenzio huko kwenye ndoa zao wanavototoa watoto, na kwambia wanawatotoa asubuhi na mchana na jioni. Wewe umekuja kula au umekujaza choo? Wewe una faida gani huko? Una faida? Usinitumbulie macho, nitakukanda. Yaani mimi ungejua ninavyokuchukia wewe, hata usingekuwa unakaa unaniangalia angalia hivyo mimi. Umejiachia kabisa, umekaa kwenye mali ya kaza kakaangu. Una hata aibu. Na mbaya zaidi, unajifanya unampenda sana kakaangu. Upendo gani huo ambao sio unakuwa na faida? Upendo gani? Kama ungekuwa na upendo ungemzalia kaka yetu, sio miaka 6 anasigiwa bure. Wewe jeuri, yaani jeuri manake, si ndio? Kisirani unaweza kushindana na mimi, si ndio? Unanipanda kichwani Naona kumbe unijue. Naona umekaa mko nyumba unijue. Sasa ngoja nikuonyeshe kama mimi chizi. Vai. Naona sasa umeamua kunivunjia heshima.
Ni vitu gani unafanya ndani ya nyumba yangu? Ina maana umeshindwa kuishi katika hii nyumba, sio? Hivi una shida gani? Shida unaijua wewe kaka. Hilo sio swali la kuniuliza mimi. Muulize Utasa. Suzi, mke wangu, usijali katika hili. Haya yote ni ya muda, atakwisha tu mke wangu. Mimi ndo mume wako, niko pamoja na wewe, na hii nyumba ni yangu. Niko tayari kupambana na yoyote atakayetamani kuvunja amani ya moyo wako. Sawa mke wangu? Kuwa na amani kwa sababu nakupenda. Twende ndani mamangu. Hivi unaonaje maisha tunayoishi hapa kwa sasa? Naona yako poa tu. Nachojua unanipenda na mimi nakupenda. Au kuna tatizo mume wangu? Kiukweli tatizo lipo. Ni tatizo gani hilo mume wangu? Unajua mke wangu, kelele zote unazozisikia humu ndani zinatokana na wewe kutokupata mtoto. Kiukweli hali hata mimi inaniumiza sana. Tazama muda niliokuwa wewe. Wakati nakuchumbia nilitarajia utakaa mwaka mmoja ama miwili, then kutakuwa kuna watoto hapa ndani wanakimbizana, lakini kumbe sio hivyo. Tuna miaka 6 sasa kwenye ndoa yetu, hakuna mtoto hata wa dawa. Acha nikwambie kitu kimoja, huwa najisikia vibaya na naumia sana ninapoenda katika familia za rafiki zangu nikiona na watoto 3, 4, 5. Unashindwaje kupata mtoto mmoja mke wangu? Tunaishi hivi mpaka lini? Mke wangu, plani zangu mimi kuwa na wewe siku zote, lakini kuna muda inafika tu mpaka nashawishika kukuchiti ili niweze kupata mtoto. Shogangu, nimeitikia wito wako, maana simu zimekuwa nyingi Lona. Vipi? Uliongea na kakako kuhusu lile jambo letu? Jambo gani tena? Hebu nikumbushe. Si unajua tena mambo mengi. Violet, unajua kabisa mimi nampenda kaka yako na sina msaada mwingine isipokuwa ni wewe. Nakutegemea sana. Ni muda sasa umepita toka tuongee kuhusu kaka yako. Nakuona upo kimya sana. Vai, nampenda sana kaka yako. Fanya kitu basi kwa ajili yangu. Naelewa kipenzi changu,
naelewa wakati unaopitia na najua kama unampenda kakaangu, ila naomba nikuahidi kitu. Basi mimi nitafanya na lazima utakuwa naye. Nashukuru kusikia hivyo. Na nakutegemea sana kipenzi. Tafadhali. Nimesubiri sana. Nimechoka yali mpaka lini? Oye Suzi, ina maana upo na mimi? Nazungumza peke yangu kama kichaa? Hii hali mwenzangu haikuumizi kabisa wala haikuhusu. Ina maana mimi peke yangu ndo nahitaji mtoto, sio? Hapana, sio hivyo mume wangu. Hata mimi pia natamani kuitwa mama, ila ni Mungu tu bado hajaamua kutubariki mtoto. Basi mke wangu, yaishi. Hata hivyo mimi sikuongea hivyo kwa nia mbaya. Nilikuwa nataka tu kujua mwafaka wa hili swala. Si unajua nakupenda. Penzi langu mimi liko njia panda, maji nilopaswa kunywa leo hii mimi nimeyanaua, yanaua, yanaua, yanaua. Melisa, shoga yangu, mimi na matatizo sana kwenye ndoa yangu. Kuna nini tena jamani? Ni mwaka wa 6 au sasa sijabahatika kupata mtoto, na pale nyumbani hitaji lao kubwa sana ni mtoto. Na nyanyaswa, wifi yangu anipendi, mama mkuu wangu anipendi. Inafika hatua sasa hata mume wangu naona anaanza kunikataa, ila shida kubwa ni mtoto. Sijui hata nifanye nini sasa. Pole sana shoga yangu kwa changamoto unazopitia kwenye ndoa yako. Ni kweli ni miaka mingi sasa hujabahatika kupata mtoto, ila mimi nina ushauri cha kufanya. Tafuta mwanaume mwingine nje, udeti naye. Ukibahatika kupata mimba, basi hapo ndo utajua mume wako wewe ndo mwenye tatizo na si wewe. Hivi ni ujinga gani unanishauri rafiki yangu? Mimi nitegemea na kuja kwako utanipa ushauri wa maana. Unaniambia nimchiti mume wangu? Hilo swala haliwezekani kwangu. Mimi naipenda sana ndoa yangu. Nampenda sana mume wangu. Kumbe wewe ni punguani Kama ulilijua hilo, mbona ulinifuata mimi hapa ili nikupe ushauri? Si ungeenda huko kwa madaktari huko wanaojua masuala ya uzazi ndio wangekushauri huko. Tena naomba uondoke. Na siku nyingine ukiwa unakuja hapa kwangu, usio unaniletea masuala yako ya ndoa. Yapeleke huko na kwanza naomba utoke kwangu. Usiendelee kunitibua. Naomba uondoke.
Siku zote mamangu akiniambia mabaya yako, lakini namkataa na kutetea wewe na kuwa upande wako. Leo umenionyesha picha, umenithibitishia kwamba wewe sio mtu mzuri kwangu. Hicho ulichonionyesha nimeamini uko pamoja na mimi. Yaani unaamua mwenyewe kutoka nyumbani na kwenda huko kufanya mambo yako unayofanya, then unarudi kana kwamba kuna mjinga umemweka hapa kaya kusubiri. Unaweza kuniambia ulienda wapi? Suzi, naongea na wewe. Kodo, nimekuita hapa, kuna kazi nataka nikupatie. Ni kazi gani hiyo madam? Natumai hutaniangusha kwa sababu tumeshafanya kazi kubwa nyingi tu. Kwa hiyo hata katika hili najua utafanya kama vile nitakavyokuagiza. Kwa hiyo basi wewe nikubalie tu, mimi nitakulipa kiasi chochote kile unachohitaji. Ndiyo madam. Kama unavyojua, kwangu pesa ni mbele kama tai. Na sijawahi kufanya kazi nyeusi alafu ikachafuka. Nadhani unanielewa. Kodo, nitabaki kukuamini. Sasa basi, kazi iko nyumbani kwangu. Jiandae kwa kazi. Samahani mume wangu kwa kuondoka bila kukuaga. Ila nilienda kwa rafiki yangu kwa Melissa. Ati nini? Unajisikia unachokiongea? Unajisikiliza vizuri na kujielewa? Ni mara ngapi nimekuzuia wewe kuwa na urafiki na Melissa? Kirahisi tu. Samahani mume wangu, nilikuwa nimekwenda kwa rafiki yangu Melissa. Unakisikia unachokiongea? Unajisikiliza na kuelewa unachokiongea? Suzi, ni mara ngapi nimekukataza kuwa na ukaribu na Melissa? Leo unaniambia kirahisi tu. Mume wangu, nilienda kwa Melissa sijui na nini. Melissa ni malaya kama malaya wengine. Kwa hiyo wewe unatoa mguu wako hapa nyumbani kwangu, unaenda kujifunza umalaya, sio? Na umeshafundishwa. Umekuwa malaya sasa hivi. Unajiuza shingapi? Suzi, sikiliza nikwambie. Hii nyumba utaiona jehanamu. Utaiona mbaya, utaiona chungu Suzi. Wewe ni mke wangu mimi. Na upo hapa kwa ajili yangu mimi. Haiwezekani ukaamua tu from nowhere. Unatoka, unaenda, unarudi. Enough. Inatosha Suzi. Unajua na kuona wazi kabisa. Unatamani unitengenezee kesi ya mauaji ili nikauzee Segerea. Ndio unachomaanisha, sio? Suzi. Pumbavu mmoja. Na huu ni mwanzo. Mwisho ni mgumu kuliko mwanzo. Ningelikuwa kwetu ningemlilia baba, kwani mdomo wangu umefungwa kwamba samaki baharini chozi lanitoka na shindwa hata kusema baba wa kambo, mwili wangu kaugeuza shalala. Natamani niwaambie mama, lakini hataki kunisikiliza kwa kuhofia
cheza furaha yake da, kilio kwangu imekuwa kama ibada. Karibu. Samahani, Suzi nimemkuta? Suzi? Yeah. Suzi? Suzi? Hebu njoo, kuna mgeni wako. Karibu. Asante. Suzi, asubuhi ulivyotoka pale lodge ulisahau nguo yako, kwa nikaona sio vyema niache pale, nikachukua jukumu la kukuletea. Si unajua nguo za ndani napaswa zilindwe sana. Ina maana sija kusikia vizuri au? Usichokielewa ni nini hapo blaza? Suzi, Nimpende nani, wanatabasamu lakini moyoni nani? Hivyo mwanamke, unataka nifanye nini? Eh? Unataka mimi nifanye nini? Nitakuua. Nakwambia nitakuua. Ofa, nitakuja nikuue. Hebu niambie yule nani? Wewe unamjua yule? Umjui na anasema umetoa gesi? Yaani wewe unaamua kunichiti mimi? Gharama zote unazozitumia huko ndani unakuja kunichiti mimi wewe? Na ndio maana mimi mimba kwa sababu umelala mchenzi mmoja wewe. Au sikuta unapata mimba zangu na unatoa wewe. Nitakuja nikuue. Nakwambia nitakuja nikuue. Unijui vizuri wewe. Unijui vizuri, nitakuja nikuue. Wewe fahamu uko hapa? Wewe. Au nikukatakata hapa sasa hivi? Nikukatakata. Njoo mwenyewe. Wewe. Usirudi hapa. Usirudi kwenye hii nyumba nakwambia. Mama, leo nina habari njema, tena habari za kufurahisha kabisa. Naamini ukizisikia hata wewe utafurahi. Hebu niambie mimi habari gani hizo? Si unajua tena mama kwa kupenda umbea. Yaani nikisikia umbea nakwambia ninavyojua dude linanikaa hapa. Kama unavyonijua napenda umbea kuliko hata kula. Wewe tena. Si unajua niwahi kukuambia habari za Rona? Ndio. Nilikuwa naye muda so mrefu. Tumezungumza. Hivi unajua yuko serious? Yuko serious sana kuhusu kakaangu.
namaanisha anampenda sana. Tumeongea, nikaona anachoniambia ni cha maana. Lakini mama, unajua huyu mgumba hatuwezi kumtoa hivi hivi pasipo kutumia akili. Yaani tunahitaji tutumie akili. Tofauti na hapo mama, hawezi kutoka huko ndani. Yaani tunatakiwa tumlete Rona awe mke wa pili wa Sam. Au unasemaje? Kweli nimezaa kichwa. Mwanangu, kweli una akili. Yaani hiyo plani imekaa vizuri sana. Huyu mpenda kula mdakidanki huyu anawaza kula saa ngapi ataweza kutafuta mtoto? Kwanza anavyoonekana vile alivyo mvivu hata mizungu. Mtoto bila mzungu unampata wapi? Nimefanikiwa kwa 75% katika lile jambo letu. Na Violet kaniahidi kunisaidia. Yaani kaniambia ataniingiza katika ile nyumba. Wow. Ni kazi nzuri sana. Nitakutumia ramani ya ile nyumba nzima. Lakini kabla sija kutumia ramani nitakuelekeza. Mle ndani kuna vyumba hivi. Kuna vyumba vinne. Na vyumba vitatu tayari vina watu. Lakini chumba kimoja ndo hakina watu. Ndio chumba ambacho kitakuwa chumba chako. Kutoka chumbani kwako kwenda chumbani kwa Sam ni sentimita 20. Kuwa makini sana kwa sababu kuna umbali kidogo. Pia ukiwa unafanya kazi zako, jitahidi kuzifanya kwa akili kubwa sana. Chumbani kwa Sam kuna kabati kubwa. Lakini kuna dressing table. Dressing table ina vyumba hivi vinne. Chumba cha kwanza kabisa ukiwa unaingia, anahifadhi dokumenti zake. Ndio kitu kikubwa ambacho tunakitafuta. Sasa hicho ulichokisema wewe ndio ninachokitaka mimi. Haya, naomba uniambie, huyo mkwe wangu anakujia lini? Maana sasa ushanitia mshawashi ule wa kuitwa baby. Maana pale kwa nimechoka, sasa umeletea habari njema. Mama, sutulie. Mimi si ndo nimekuletea habari hizo. Tulia, tumlete mtoto humu ajiachie. Tubebe mimba, sio huyu amekaa humo ndani yaani mimi ananikela huyu binti. Kula. Hivi unajua anakula hiyo? Muda wote anakula. Ule mwili unadhani unatoka na nini? Si unajua yule katokea ushago. Kwa maisha mazuri kaanzia hapa. Kwa hiyo swala la kumtoa hapa ni bora ateseke na ndoa lakini aendelee kuishi hapa. Maisha ya kwao yalitia maji. Kwa hiyo huyu anaona akitoka atazalilika na sisi tunataka atoke. Wanafanya nini hapa baby mimba? Kazi kututia hasara tu. Kakaangu kila siku anapuyanga huko kuhangaika kutafuta afu mtoto apate. Uyolona najua kije huko mtani. Kama naona. Yaani hapo nakwambia mwanangu, umecheza kama Pele. Mimi mwenyewe nishachoka. Ndio inaingia darasa la pili bila hata mwanafunzi. Ila nitabasamu, moyoni ana furaha, moyo na maumivu walopandikiza binadamu. Lakini draw ya pili, mwanamke wake hupenda kuweka vipodozi na vitu vyake vya kike. Draw ya tatu haina kitu. Draw ya 4 kwa chini na mlango. Na ukiufungua ndani kabisa kuna silaha. Yaani nikimaanisha bastola. Nina maana hii, unavyofanya kazi yako, ongeza sana umakini. Kwa sababu ikitokea umekamatwa, usinitaje. Pia ikitokea una matatizo, mimi najua jinsi gani nitakusaidia.
chumbani kwangu bila hodi. Eti unaingia chumbani bila hodi? Mimi naingiaje kwenye chumba cha kakaangu nikapiga hodi? Hivi wewe, mimi nilijua siku ile nimekwambia uondoke, hujaondoka mpaka sasa hivi. Yaani mpaka sasa hivi hujafunga mizigo yako kuondoka kwenye nyumba. Umetumwa kwenye nyumba? Na kuuliza umetumwa kwenye hii nyumba? Hivyo ni mwanamke gani ambaye king'ang'a? Yaani unang'ang'ania sehemu ambayo haikutaki? Mimi sikutaki, mama yangu hakutaki, kiufupi familia yote hatukutaki. Wewe unang'ang'aniaje kwenye nyumba? Huna kwenu? Huna ndugu wewe? Au kwenu maskini? Unaona umefika hapo unaona mali hizi za Dezo. Au nadhani huko kakaangu anavyoungua jua huko unaisa na kutafutia wewe? Kuzaa umeshindwa? Ile unachokijua wewe, unajiona wewe ndio mke wa Sam. Wewe tasa wewe. Nakuchukia mpaka nakuchukia tena. Na usipoondoka kwenye hii nyumba utaiona chungu. Na ikibidi utaondoka kwa magoti. Manake nikishindwa kukutoa kwa nguvu zangu, takutoa kichawi. Naongea unanibinulia mimi mdomo wewe. Naongea unanibinulia mimi mdomo. Ningelikuwa kwetu ningemlilia baba, kwani mdomo wangu umefungwa kwamba samaki baharini chozi lanitoka nashindwa. Koma. Hiyo shikamo yako nenda kalazie chini. Wewe ni nani? Na kwa nini uko hapa? Mimi ni mpenzi wake Jackie. Hey. Mnataka kuniamsha mashetani yangu eh? Mnajua mashetani yakitaita nyie? Eti mimi ni mpenzi wake na Jackie. Wewe dada. Jackie ashakwambia na mahusiano na mimi? Mahusiano na wewe? Usimama kabisa mtu mzima sasa na mamake mzazi. Tena wewe. Kauli yako usirudie kuiongea tena. Uko chini ya himaya yangu. Unajua hii nyumba nani anayelipia? Hapo ulipokaa ni nani alinunua hizo sofa? Yaani mimi nilipe kodi yangu. Nitoe pesa zangu kwa Jackie. Wewe uje utumie. Halafu ataniambia mimi ni mchopake na Jackie. Binti naomba toka. Himaya yako. Wewe mama mtu mzima wewe. Hata
utafute mswala umrudie Mola wako, au rudi nyumbani ukalewa jukuu eti njia kimpenzi wangu na hii ni imaya yako. Imaya nyoko. We mama, bila shaka umejichanganya. Tena umeingia mtumbwi wa vibwengo. Eti nikatafute mswala ni swali aliyekuambia si swali nani? Maswala mapenzi na swala vinaendana wapi? Ulishaye kuona wapi kwenye kitabu cha Mungu kikaandika kwamba hakuna mapenzi? Ndoa zingekwepo. Ndoa zingekwepo. Binti usinipande kichwani, umesikia? Kwanza ule mpumbavu wako yuko wapi? Namtaka mjinga mwenzio awepo hapa. Alafu ndio ongea ujinga unaoongea. Hivi mama mtu mzima, kwa umri wako sasa hivi na kulilia mapenzi, utakuja kufa vibaya kwenye vifo vya watoto wadogo. Eti mapenzi. Wewe mapenzi unayajua wewe? Kaka na wajukuu zako nyumbani wale wajukuu wewe. Mtu mzima ovyo, una haya. Unakuja hapo unaanza tu kulilia watoto wadogo. Utakuja kufa kwenye vifua vyao. Sawa. Sibishani na mtu ambaye tangu ameanza mapenzi ana birthday mbili. Tulia hapa nikuonyeshe mama mtu mzima ovyo. Mbele hapa chezi katika tapatikisiki. Kwenda huko liangalie menenepana kama tembo. Chefu. Subiri unaye arudi. Subiri atanitambua. Ula kwangu imekuwa kama usiku wa giza. Najaribu kufochefula lakini nashindwa. Mambo yananielemea, mapenzi kwangu yamekuwa mtihani usio na maswali. Upendo kwangu umegeuka shubiri. Ni wapi nimekosea? Naomba niambie. Furaha yake da, kilio kwangu imekuwa kama ibada. Shangazi. Shikamoo. Marahaba mwanangu, haujambo? Wewe, kuna usalama kweli? Mbona simu saa hizi usiku? Afu mbona kama unalia? Acha tu shangazi. Napitia wakati mgumu sana kwenye ndoa yangu. Nitakuja kukuelezea. Ila jua sina amani kwenye ndoa yangu. Usiku mwema shangazi. Hii ndo mtoto wangu jamani, mateso. Penzi langu mimi liko njia panda, maji nilopaswa kunywa leo hii mimi nimeanawa. Idea, namsisitiza tena aike na kidali. Na kidali. Unajizima data, si ndio hivyo? Kwa nini my dear? Hivi unanichukuliaje mimi? Hivi mimi kulinganisha na mama watu wazima? Mtu mzima? Leo hiyo umjui huyo mama. Mama ambaye anakuweka wewe mjini, anakulipia kodi na hiki chumba kila kitu cha humu ndani ni cha kwake yeye. Leo hiyo umjui, si ndio hivyo? Hamna mpenzi wangu. Mimi nafikiri pengine labda umemwelewa vibaya mama. Ni kwa sababu ni jirani hapa ndo ambayo yule mama alinipangisha sijui kwenye nyumba, sijui ndo shangazi yake na bibi yake ndo yenye nyumba hii hapa mamangu. Kwa hiyo dada, sijui mama shangazi yake aje hapa aseme wewe ni mpenzi wake na anakuhudumia kwa kila kitu, si ndio hivyo? Sasa chagua kati yangu mimi au yule mbibi. Usikie huko mpenzi wangu. Nasubiri jibu Jaki. My dear. Hivi Jaki, kwa nini uliziki wewe? Nikupe nini? Sema nifanye nini? Katika maisha yangu, labda nikwambie ukweli, sihitaji kwa namna yote ile kukupoteza. Na kiukweli naomba nifanye kitu chochote kile uliamini kwamba mimi nakupenda. Na kama huyo bibi kasema mimi mpenzi wangu, kiukweli nasema ukweli. Labda tu kama ananitaka ndo katafuta sababu hiyo. Na ukweli wallahi na pia hapa Mungu wangu. Ikitokea siku kamuona tena hapa, nifanye chochote. Hivi yaani ule mtu mzima
mama kama yule unaanzaje yani kumwangalia akiwa amevua nguo? Unaanzaje kwa mfano? Yaani hata mshipa aibu una mtoto mdogo. Yule sana kuzaa kwa anacheza singeli wewe. Hivi unajisikiaje yule mtu mzima kabisa kasimama mbele yako akiwa utupu wa mnyama? Yaani si kama mama yako mzazi wewe. Basi naomba unisamehe mpenzi wangu. Haiwezekani. Chagua kati yangu mimi au yule mimi. Basi. Mimi nakupenda sana wewe. Na sidhani kama naweza nikamwita jabu kwa kuniangalia tu nilivyo. Jaki Mapoda. Naweza nikaa na bibi kama yule kweli. Hata tuendani kabisa. Alafu kitu usichokijua mpaka sasa hivi. Amesema hivi, kuanzia kesho hataki kukuona katika chumba chake. Kwa utoke wewe na begi lako la nguo. Kila kitu kilichokupa humu ndani ni cha kwake yeye. Wangu. Mimi labda nikutoe shaka tu. Yaani hata nikienda kukuonyesha pale chumba nimeandikwa jina langu, nimepangishwa mimi. Halafu ni nice tu anataka hivi unaweza kuangalia mama kama yule amuuza vitumbua sijui maandazi, mpenzi wangu anaweza akanilipia mimi kodi kweli mke wangu? Mimi napambana kila siku nikwambia nimeenda kazini, nimeenda wapi ni kwa sababu tu maisha yetu ya mazuri. Mimi nikutoe shaka mke wangu. Jambo la kwanza nakuahidi. Leo kwa kuwa nimekosea mpenzi wangu na kutoa auti aina yote ile ambayo utaipenda, na chochote kile ambacho utaniambia nifanye kwa ajili yako leo nitafanya, na hata ile hela ambayo umeahidi nikupe mpenzi wangu ili uamini kwamba hela mimi natafuta mwenyewe nakupa. Nikupeleke wapi my dear? Sema basi mpenzi wangu, unapenda mimi nikilia hivi? Mimi na kweli. Alafu chingine nakupeleka kununua nguo. Samehe. Maidia mpaka mimi nalia kwa sababu upendo maidia. Mimi siwezi kuwa naye yule tena. Kwanza mzuri. Angalia vidimpo vyako mpenzi wangu, hapo mimi nitembee na bibi. Kwa sasa yule mimi naongoza naye wapi maidia? Hata rangi yake haivutii. Hatuanza mtu gani? Bora mimi na wewe mpenzi wangu, sawa? Tutamupe. Nakupenda. Umesema. Shangazi, kama nilivyokuambia, nahitaji kurudi nyumbani kupumzika. Nimechoka na vitingo ya ile nyumba. Hivi kumbe mtoto wewe? Kumbe hauna akili kichwani wewe? Umechanganyikiwa, si ndio? Wenzako wanahitaji kuolewa kwenye majumba makubwa ya kifahari, wakipita waonekane, wao watakurudi hapa nyumbani. Na unajua maisha ya mimi shangazi yako. Siri mpaka nije kwako kuombaomba. Haya, inakuwaje tena urudi hapa mtaani unataka mimi nichekwe? Wewe usinichanganye kichwa changu, umesikia? Napita huko mtaani nimependeza, nakwambia nang'ara kwa ajili yako. Kumbe mwanangu una akili kiasi hicho. Wenzako wanapambana, hata iweje utoki, unangangania unashikilia kwenye ile jumba. Wote hawakutoka Wewe mshamba Umelisi akili za nani? Shangazi yako mbona sijalegea? Shangazi yako nimeamka. Nimechangamka. Wewe shangazi, mpole Yesu ulikoje ili toto. Ana ulinikera wewe mtoto, ila basi bwana mwanangu nisikuseme sana. Umesikia mwanangu? Ndoa bwana inahitaji uvumilivu mtoto wangu, umesikia
Mama, usinikasirikie shangazi yako. Umenisikia? Ndoa inahitaji uvumilivu, mama, kavumilie. Ndoa inahitaji subira. Usione wote wanaoishi huko wanateseka mwanangu kwenye majumba yao. Ndoa ina siri. Watu wanaficha mengi. Umenisikia mwanangu? Sasa nikuombe kitu mamaangu. Hata usirudi hapa nyumbani. Maisha kwetu tunajua ni magumu. Wewe nenda mwanangu huko, mimi nitakuja shangazi yako kutibu hilo donda ndugu. Umenisikia? Basi cheka na wewe. Haya mwanangu, hata usijali, nishalima. Na sawa shangazi, ngoja mimi niwe nyumbani. Sio mjua mama mkwe wangu tena. Mungu fanya haraka, nenda, unasikia? Nenda mwanangu. Mtoto atakuniugua mimi. Arudi hapa nyumbani, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Nimemzalisha.